Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mitandao ya kijamii imechafuka na taarifa za Vanessa Mdee pamoja na mume wake Rotimi, lakini pia pamoja na msanii Jux. Mambo mengi sana yameweza kugundulika baada tu ya Vanessa kuonekana kutaka kuachana na mpenzi wake Rotimi. Kuna mambo mengi sana hapa katikati yametokea, ikiwemo Vanessa kutaka kudai haki za watoto wake, lakini pia ukiangalia katika hiyo haki za watoto wake kuna mgogoro bado, kwa sababu taarifa ambayo tayari imesha trend mitandaoni, lakini pia dada wa taifa Mange Kimambe ameweza kuianika. Inasemekana huyu mtoto wa kwanza wa Vanessa Mdee ni mtoto wa Jux. Sasa ukiangalia Rotimi ni mtu ambaye ameishi kwa muda mrefu sana na Vanessa Mdee, lakini alikuwa ni mwanaume ambaye anajua kabisa watoto wote wawili ni wa kwake. Huyu wa kwanza Seven na huyu wa pili Iman, wote akawa anajua ni watoto wake. Lakini baadaye, baada ya kutangaza kuachana kwao, mambo mengi sana yamegundulika, lakini pia Mange Kimambe imebidi aweze kuitoa hii siri hadharani. Kumbe Vanessa Mdee dada yetu, baada tu ya kuachana na Jux, aliondoka na ujauzito, na baada ya kuondoka na ujauzito akaanzisha mahusiano na Rotimi. Akaamua tu kumsingizia Rotimi yule mtoto, lakini yule mtoto wa kwanza wa Vanessa Mdee sio mtoto wa Rotimi, jambo ambalo limepelekea mahakama kushindwa kabisa kumpatia haki yake Vanessa Mdee kwa watoto, kwa sababu Rotimi anatamani kufanya vipimo vya DNA. Sasa hivi kitu ambacho kilichopo na siku ya leo Rotimi alichokizungumza, kitu gani kinachoendelea huko mahakamani? Rotimi mume wa Vanessa Mdee amezungumza kwa uchungu mkubwa, na ukiangalia ni jambo la kuumiza sana. Rotimi ameishi kwa muda mrefu sana na Vanessa Mdee, takriban miaka 4-5 hivi. Sasa unaweza kuona kuna namna fulani hivi Vanessa Mdee amemdanganya, kuna namna fulani hivi anaona kabisa hapa nimefanywa mjinga. Huyu mtoto wa kwanza sio mtoto wangu, alafu nimekaa kwa muda wote huu sikufahamu. Baada ya Rotimi kuona taarifa mitandaoni kwamba kuna uwezekano huyu mtoto sio wa kwake, lakini pia na Juma Jux kuzungumza wazi kwamba anatamani kufanya vipimo vya DNA kwa yule mtoto wa Vanessa Mdee, ni kama vile Rotimi ameshtuka. Rotimi anakuambia ametamani sana kufanya vipimo vya DNA, lakini Vanessa Mdee anakataa. Vanessa hataki kabisa kufanya vipimo vya DNA kwa watoto wake wowote. Anamwambia Rotimi, kama hizo mali ni kutugaia sisi, basi ni bora tu usitugaie. Unaweza kuona kuna ukweli ambao Vanessa Mdee anauficha, kuna ukweli ambao hatamani Rotimi aweze kuufahamu. Ndio maana hatamani kabisa mtoto wake yeyote afanyie vipimo vya DNA. Lakini Rotimi kitu kingine ambacho ameamua kukizungumza hapa, amedai Vanessa ni mwanamke ambaye alikuwa anampenda sana, lakini pia ni mwanamke ambaye alidhani au alifikiri labda wataishi naye kwa muda mrefu, kwa sababu alikuwa ni mwanamke wa ndoto zake. Lakini isivyo bahati, ni kama vile Rotimi anakuambia safari yao imefikia mwishoni kabisa, baada tu ya kufahamu huyu mtoto sio wa kwake. Ni jambo ambalo limemuumiza kwa asilimia kubwa sana. Ukiangalia huyu mtoto Rotimi alikuwa anampenda sana, ndio mtoto wa kiume na mtoto wa kike mwingine. Huyu mtoto wa kike amefanana sana na Rotimi, lakini huyu mtoto wa kwanza huyu Seven hajafanana hata kidogo na baba yake, lakini wengine wakiwa wanadai huenda kafanana na mama yake Vanessa Mdee, lakini kuna baadhi ya vitu kafanana na mama yake, lakini kuna vingine hatuvioni kwa mama wala tuvioni kwa baba. Na ukimwangalia huyu mtoto kwa makini sana, ukazumu na picha ya Jux, unaweza kuelewa kitu ambacho kinazungumziwa hapa, lakini pia kitu ambacho Mange Kimambe pia ameweza kukizungumza. Rotimi kwa sasa hivi haelewi. Rotimi kwa sasa hivi anatamani kufanya vipimo vya DNA kwa watoto wake wote, ili mradi tu ajithibitishie, japokuwa hakuna haja ya kufanya vipimo kwa huyu mtoto wa pili kwa sababu amefanana sana na Rotimi. Lakini Rotimi anataka kubalance haki, isionekane tu mtoto mmoja ndio kafanyiwa, anataka awafanyie wote kwa pamoja, kwa sababu ameshindwa kabisa kuendelea kumwamini Vanessa Mdee. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.